wa concentrate na masomo, waachane na mapenzi. Mapenzi yana muda wake. Soma kwanza, ukimaliza shule, mapenzi utayakuta, mapenzi yapo tu muda wote, mapenzi hayaishi. Mapenzi sio vita. Wasiwaue, wasituue sisi wanawake kwa sababu umemkataa au umeachana naye. Kidogo kidogo ndo anakuwa anaipandikiza ile roho kwenye mwili wake, na matokeo yake baadaye anakuja kuwa mambo makubwa kama huyu jamaa alivyokuwa anafanya, kwa sababu ilikuwa sio mara ya kwanza yeye kumpiga huyu mwanamke wake. Mtazamaji wa Global TV, kipindi chako cha Kona ya Mtaa kimekuja Yombo Dovya kwenye kata ya Makangalawe, ambapo juzi tuliripoti tukio la mwanafunzi wa chuo ambaye alikuwa na umri wa miaka 23 aliyefahamika kwa jina la Elizabeth, ambaye inadaiwa alichomwa visu na aliyekuwa mpenzi wake na baadaye kukimbizwa kwenye hospitali ya Temeke, na ikaja taarifa kwamba amefariki dunia. Tukaona tufike tena leo kuweza kuzungumza. Wanawake 1000 nao wameungana na sisi kuja kutoa pole na kuwafariji wafiwa. Nyuma ya kamera anaitwa Zakaria Master Gamondi. Kana mimi uweze kufahamu kila kilichoendelea msibani. Kwa jina naitwa Tano Sefu Mwera, ni mlezi wa mtandao wa wanawake 100,000 Tanzania. Nini kimesababisha muweze kusogea mpaka eneo hili ambapo limetokea tukio hili la dada huyu Eliza anadaiwa kuwa mwanachuo kuchomwa visu mpaka umauti ambapo ulimkuta? Kikubwa tumekuja kuwapa pole wafiwa, na pia tumekuja kutoa rahi kwa jamii ili kuachana na vitendo vya kikatili ambacho kama amefanyiwa huyu marehemu Elizabeth Emmanuel Magoa. Kwa hiyo lengo kubwa ni kutoa rai kwa jamii kuacha vitendo vya kikatili na kuwashauri wasichana kuepuka mapenzi wakiwa shuleni na pia wakiwa vioni kama hivyo, wa concentrate na masomo. Kwa kweli tumeumia sana kwa sababu uchungu alioupata ni ambao hauwezi kulinganishwa na kitu chochote. Kwa hiyo tunamuombea sana kwa Mungu ampe nguvu, na sisi kama wanawake 100,000 tuko pamoja naye katika kipindi hiki kigumu. Matukio kama haya yamekuwa kama ni matukio ya muendelezo. Utasikia leo umetokea Temeke, kesho umetokea Katavi na kwingine. Maneno yenu ni yapi kama wanawake 100,000? Kiukweli matukio haya yanakuwa mengi. Kila wakati utasikia mtu ameuawa na mpenzi, mtu ameuawa na mume wake. Sisi kama wanawake 100,000 tunaiasa jamii kuacha kabisa vitendo vya kikatili, na haswa wanaume. Pale ambapo mwenzako anasema kwamba mimi na wewe tuachane, au kama kumetokea na tofauti yoyote, basi kubaliana nayo, hauna sababu ya kumuua mwenzako. Na hii imekuwa changamoto sana kwa upande wa wanaume, kwa sababu kwa upande wa wanawake hausikii kwamba mwanamke ameachwa amemuua mpenzi wake au amemuua mume wake. Yaani kama imetokea labda kwa asilimia ndogo sana, lakini kesi nyingi tunazozisikia ni kwa upande wa wanaume kuwaua wenza wao pale ambapo wanawakataa au wanawaacha. Kwa kweli ni waombe wanaume wakubali kuachika kama ambavyo sisi wanawake tunakubali kuachika. Mapenzi sio vita, na mapenzi ni hiari. Kwa hiyo mtu akichoka basi watu waoane kwa amani, au wawe wapenzi kwa amani na waachane kwa amani vile vile. Na sasa hivi tunaona mambo mengi ikiwa yanaendelea kwenye mitandao. Vyuo kadhaa vinatajwa kwamba wanafunzi wanaingia kwenye mahusiano wakiwa kwenye mashule, wakiwa kwenye mavyuo. Maneno yenu ni yapi kama wanawake wa Kitanzania? Kwa kweli sisi kama wanawake 100,000 na ni wanawake wa Kitanzania, tunasikitishwa sana na matendo ambayo yanaendelea kwa sasa kwa watoto wetu wa kike. Wengine wanajihusisha sana na mapenzi kiasi kwamba wanasahau hata masomo yao. Hili ni jambo baya sana. Nichukue nafasi hii kuwahasa wanawake wote, wanafunzi wa vyuoni, hata wa sekondari, wa shule za msingi, wa concentrate na masomo, waachane na mapenzi. Mapenzi yana muda wake. Soma kwanza, ukimaliza shule, mapenzi utayakuta, mapenzi yapo tu muda wote, mapenzi hayaishi. Na pia niongeze kutoa rai kwa wanaume. Mapenzi sio vita. Wasiwaue, wasituue sisi wanawake kwa sababu umemkataa au umeachana naye. Yaani
mapenzi yani ichukulie ni kitu cha kawaida tu kwamba leo upo naye, kesho upo naye, kila mtu aendelee na maisha yake. Na pia nichukue nafasi hii kutoa rai kwa serikali, kwa sababu tunafahamu na hasa jeshi la polisi kwamba mtuhumiwa mpaka muda huu bado hajakamatwa. Kwa hiyo niwaombe sana jeshi la polisi watie mkazo ili huyu mtuhumiwa aliyemuua marehemu Elizabeth aweze kukamatwa haraka iwezekanavyo, ili aweze kutumikia, ili aweze kupata kile ambacho anastahili. Manake kitendo alichokifanya kwa kweli ni kitendo kibaya na amekusudia kumuua. Yaani ni mauaji ambayo amekusudia, sio kwamba amemuua kwa bahati mbaya. Yaani alijipanga kabisa kwamba nahakikisha huyu mtu namuua. Kwa hiyo mimi ninavyoona kesi yake wala haihitaji mambo mengi. Yaani mtu ambaye unaona kabisa alikusudia kumuua mtu. Kwa hiyo na yeye apate kile kinachostahili kwa haraka zaidi. Habari yako na pole kwa msiba mama. Asante baba, habari za huko? Safi kabisa. Mimi naitwa Gabi, Mtanzania kutoka Global TV. Ndio. Mimi ndio yule ambaye niliripoti tukio siku ya kwanza kabisa ambapo litokea, tukafanya mahojiano na wewe na kutuambia chanzo cha kifo cha mtoto wako Elizabeth. Ndio. Nitaka nijue kwanza, mmefika salama kutoka Dar es Salaam mpaka Kahama? Tunamshukuru Mungu tumefika salama hapa. Tumefika mchana saa 8. Ndio. Ndio, tunawasili salama kabisa na mwili wa marehemu hapa. Na mipango ya mazishi tulitarajia kufanyika leo, lakini tumeshindwa kutokana na muda tuliofika. Ndio. Tutazika kesho majira ya saa 4 asubuhi. Sawa kabisa. Na safari ilikuwaje kutoka Dar es Salaam barabarani mpaka mnafika? Safari yetu haikuwa ngumu kiukweli, tunashukuru Mungu. Tulipata changamoto kidogo maeneo ya kukaribia maeneo ya pwani hapo sababu ya foleni za malori. Ndio. Lakini hatimaye tulipotoka hapo safari yetu ilikuwa nzuri, tumepata dereva mzuri mwenye utu. Kwa hiyo ametuendesha vizuri na tumefika salama. Neno lako ni lipi mama, kutokana na msiba huu mzito ambao umeupata kumpoteza kijana wako ambaye alikuwa anapambania elimu na wewe ulikuwa ukipambana kwa kuuza samaki ili uweze kuhakikisha unatimiza ndoto ya mtoto wako? Kwa kweli mpaka dakika hii kama ambapo Mungu aliweza kunipa huyu binti, na ndipo ninamshukuru Mungu kwa kila jambo. Ndio. Maana naamini mkono wa Mungu upo na ninaamini serikali ina nguvu kubwa sana. Ndio. Ninaiamini serikali yangu sana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaamini kupitia mawasiliano ambayo yanaendelea mpaka sasa. Ninaamini huyu mhusika hata kama ni familia yake itapatikana tena kwa haraka sana. Ndio. Kwa sababu mpaka dakika hii taarifa zilizotolewa na yule binti yangu ambaye ndio shuhuda wa tukio zima, anaipata namba ya yule ambaye ni ndugu yake na huyo Nolan. Ambapo kumbe Nolan alihamisha vyombo kwenye chumba alichokuwa anaishi na akapeleka kwa huyo ndugu yake. Ndio. Na nadhani hizo namba ameshazituma kwa upelelezi. Kwa hiyo ninaamini Mungu hawezi kuniacha bure, atanitendea haki kwa hili jambo juu ya kifo cha mwanangu cha ghafla. Pole sana. Labda mazishi yatafanyika kwenye makaburi gani huko ambapo mpo Kahama? Wapi? Mazishi yatafanyika maeneo gani, maeneo haya ya Kahama? Hapa Kahama sisi nyumbani kwetu ni uwanja wa Magufuli. Okay. Uwanja wa Magufuli. Kwa hiyo tuko hapa tunaitwa mtaa wa Sokola, uwanja wa Magufuli. Na yatakuwa muda gani yanafanyika? Na yatafanyika muda gani? Tuna mazishi yanafanyika nadhani kuanzia muda ya saa 3 saa 4 asubuhi. Tunatakia kila laheri. Labda na kitu gani ambacho hatujakijua kutokana na msiba huu mzito baada ya kufika nyinyi hapo Kahama nyumbani? Wanasemaje ndugu, jamaa na marafiki? Ni wana majonzi tu sana. Wana majonzi sana maana hawakutarajia kupata hilo walilopata. Sababu mtoto wao kwanza kaondoka akiwa mdogo sana, hatimaye wanarudishiwa akiwa kwenye jeneza. Kwa hiyo wana uchungu mkubwa sana. Pole sana. Na leo ulikuwa wametembelea, kuna kundi la wakina mama wanaitwa wanawake
100,000. Niko nao hapa, walikuwa wamekuja kutembelea na kukagua sehemu ambayo imetokea tukio. Labda uzungumze nao kwa uchache, wakupe pole zako. Sawa. Mama, shikamoo. Mama, vipi hali? Salama. Pole sana kwa msiba wa mwanao kipenzi. Namshukuru Mungu kwa yote mama. Sisi ni wanawake 100,000. Ndio. Tulikuja hapa katika eneo la tukio kukupa pole, lakini tukapewa taarifa kwamba msiba umesafiri kwenda Kahama. Ndio. Tunakupa pole sana. Nashukuru sana. Na sisi tutachangia rambirambi zetu. Ndio. Lakini pia utakapokuja kutoka Kahama tutakuja pia kukusalimia. Amina, nashukuru sana. Mwenyezi Mungu akutie nguvu mama, pole sana. Amina. Na haupo peke yako, sisi wanawake. Pole. Hauko peke yako, sisi wanawake wenzako tuko nyuma yako kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Pia na wewe unapata nguvu, unarudi katika maisha yako kama kawaida mamangu. Asanteni sana. Tuko hapa kwa ajili ya kukufariji. Asanteni sana wapenzi. Pole kwa msiba na tuko pamoja kipindi hiki chote kigumu. Asante sana. Kwa jina naitwa Dennis Ferdinand Moyo, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Yombo Dovya, kata ya Makangalawe, manispaa ya Temeke. Nini ambacho unakifahamu kutokana na msiba huu wa huyu dada Eliza ambaye amefariki kwa kudaiwa kwamba alichomwa visu? Ninachokifahamu, mamake mzazi ndo alipigia simu baada tayari msiba kutokea, akaniambia ananihitaji kwa sababu kuna vitu fulani vya msaada alivyokuwa anavihitaji kutoka kule polisi kwa ajili ya kufuatilia mwili. Kwa hiyo nilipofika pale msibani, akaniambia nimsindikize huku nyumbani kwake kuja kuchukua vitu kwa ajili ya kusafiri. Nikaja kuchukua vitu, lakini kabla hapo nilishapata tetesi kwamba kuna tukio limetokea kwamba kuna mtu amepigwa kisu na mtu aliyekuwa ni ex wake. Kwa hiyo alikuwa anatoka eneo la biashara ambako mama yake anafanya biashara. Yule jamaa alikuwa anamvizia njiani mpaka eneo hili la mtaa Wazi ambapo ndo amefanya ukatili wa kumpiga na kumuua. Na baada ya kupata taarifa hizo kama mwenyekiti wa Dovya ambapo msiba ndipo ulipofanyika, japo tukio limetokea kwenye mtaa mwingine, ulichukua jukumu gani? Of course ni kitu cha kwanza, nilifika eneo la tukio. Nilifika mpaka msibani pale, nikawaona wahusika, nikawapa pole, nikaongea pia na majeruhi mwingine anaitwa Eliza ambaye ni rafiki wa marehemu. Nikawa nimeongea naye, akanipa situation nzima ilivyo, akanionyesha na baadhi ya picha za huyo, kwa sababu tulikuwa tumfahamu mtu alifanya kwa kitendo. Kwa akanionyesha na picha za mhusika aliyefanya kwa kitendo, na baada ya kuulizia yuko wapi akasema kwamba alikimbia kwa sababu muda tukio linafanyika mvua ilikuwa inanyesha na watu hawakuwa karibu. Watu mpaka wanatoka tayari walikuwa wameshafanya ameshakimbia. Kwa hiyo nilichokuwa nakifanya hapa ni kumpa faraja mama mfiwa na ndugu walioko pale, basi kuambia poleni, ndio kazi ya Mungu, haina makosa. Ila pia nilani sana kwa vitendo vinavyofanyika kwamba si vitendo vya kiungwana na vitendo vya kikatili, inabidi vipingwe na serikali itilie mkazo sana ili mambo kama yaweze kukomeshwa moja kwa moja. Serikali inaanzia kwa mjumbe kwako mwenyekiti ambaye ndio mkuu wa usalama, na matukio hayo tunaona yakitokea kwenye jamii, kwenye mtaa wako. Hili ni tukio la ngapi? Matukio kama haya of course yanaripotiwa kwa sababu mimi nimekuwa mwenyekiti muda sio mrefu, ila huko nyuma pia ameshawahi kutokea. Sio tukio la kwanza, na hata kwenye jamii yetu tunasikia kwamba mtu ameua mtu sehemu fulani, huwa yanafanyika. Lakini cha msingi sijajua kwamba ni makabila au ni roho tu ya mtu au shetani anakuwa mtu weza amemuingia, lakini cha msingi ninachotaka kukiongea kwamba hivi vitendo havikubaliki hata kidogo kwenye jamii. Tuvipinge kwa hali ya juu sana kwa kushirikiana na serikali na sisi watu wa chini huku. Tunapoona vitendo vyovyote vya kikatili, mtu weza anampiga mke wake au anampiga makofi au anamtukana hadharani mbele za watu, tukemee, kwa sababu huo ndio mwanzo. Mtu anavyokuwa anafanya matendo kama hayo kidogo kidogo ndio anakuwa anaipandikiza ile roho kwenye mwili wake, na matokeo yake baadaye anakuja kuwa mambo makubwa kama huyu jamaa alivyokuwa anafanya, kwa sababu ilikuwa sio mara ya kwanza yeye kumpiga huyu mwanamke wake, mpaka hivi nilivyofikia juzi akamtoa uhai wake. Watu wengi wanasema kwamba wanaume wengi wakiwa wanaachwa na wapenzi wao huwa wanaanzisha vitu kama hivi. Kama mwenyekiti na mkuu wa usalama kwenye eneo lako, una mpango gani kuhakikisha kwamba vitendo kama hivi vinakoma kabisa? Hiyo sasa hawa ndugu zetu wa dawati jinsia pamoja na mambo ya
zuia ukatili inabidi watoe sana elimu kwenye mitaa. Najua hivi vitu kila kitu ina utaalamu wake. Wakishatoa elimu kwa wananchi angalau wanaweza wakagundua na wengine wakawa na ile kujikubali kwamba nimeshaambiwa hivi, ngoja nikubali tu moja kwa moja kwamba mimi nimeachika, basi niachike. Lakini kufanya vitendo tofauti na hivyo, kwanza mwenyewe unajiweka hatiani, unakuwa huna amani, huna uhuru. Kwa mfano kama alifanya hili tendo, hapo alipo sasa hivi anajificha, hana uhuru, na anajua kabisa akikamatwa moja kwa moja ataenda kuhukumiwa adhabu yoyote ambayo serikali wataona inafaa. Kwa mimi ninawasihi na kuwaomba kwamba wakubaliane na matokeo. Pindi anavyoona mahusiano yanaenda tofauti, watafute mahusiano mengine waendelee nayo kuliko kufanya vitendo vya kikatili kama hivi. Na ni vitu gani ambavyo uliongea na mama mfiwa, kwa maana mama mzazi wa Eliza ulipokutana naye? Nilipokutana naye kwa mara ya mwisho, nilipokuwa naongea naye, nilikuwa namuulizia tu mipango ya msiba kwamba iko vipi. Kwa akanipa majukumu kwamba asubuhi nifuatilie Chang'ombe, na nikafanya hivyo. Baada ya hapo tukawa tumeelekea Temeke hospitali kwa ajili ya kufuatilia mwili. Tukatoa pale mwili tukapeleka Barracks polisi kwa ajili hospitali ya Barracks pale Kurasini kwa ajili ya kufanyia uchunguzi wa mara mwisho, na baadaye wakachukua mwili na kusafiri nao. Kwa hiyo majukumu walikuwa wamenipa ni yao, na mimi kama mwenyekiti wa mtaa nikawa nimemsaidia kwa hilo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.